Nitajitahidi kusema kwa dakika mbili. Naomba nisimame kwenye itifaki ulioitanguliza kutambua meza yote nzima kuu na ndugu zangu wote waliokuwa huko. La kwanza kabisa nichukue fursa hii kukushukuru sana miongoni mwa wote kuniteua mimi kuja kuzungumza kwa dakika mbili, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hiyo ni nafasi na fursa kubwa sana kwangu mimi na kwa niaba ya wenzangu wote, mawaziri waliokuwa hapa na manaibu waziri na viongozi wote. Pili, nichukue fursa hii kukupongeza wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa uongozi wako. Of course wewe ndio umekuwa mtendaji wa kulisimamia hili na pia mamlaka ya udhibiti chini ya ofisi yako pamoja na viongozi mbalimbali leo wakiwa wanaongozwa na Mheshimiwa Naibu Waziri ambaye anamwakilisha pia waziri wake. Nikupongeze sana, lakini kubwa zaidi nikupongeza kwa hotuba yako uliyotoa bungeni leo asubuhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umemaliza kila kitu na umetoa mwelekeo wa huko tunakoelekea. Naona kina mama kule wanasema Oktoba, ndio hivyo hivyo. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, wengi wanajiuliza kwa nini umenisimamisha mimi hapa, umekujaje, lakini wengi hawajui kama mimi ni mjumbe wa ile tume yako ambayo wewe ni mwenyekiti, na nimekuwa ni mmoja wapo wa mjumbe kwa miaka mingi sana tokea niko waziri wa afya kule Zanzibar. Wakati huo nilikuwa mjumbe wa tume hii, tulikuwa tukija tunashirikishwa, na nikushukuru sana kwa upana wa kushirikisha. Niwatambue makamishna wote wawili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Kanal Burhan kutoka Zanzibar, lakini nitumie fursa hii tu Mheshimiwa kutoa salamu kwamba kimataifa tuko vizuri. Dr. Samia Suluhu Hassan yuko vizuri, serikali yake iko vizuri kimataifa, na kwenye masuala haya tuko vizuri kimataifa kabisa. Kwa magazeti yetu ni rais kabisa, kwa sababu fursa hazisubiri, anzia ulipo. Na nitoe machache tu Mheshimiwa kwa dakika moja. Tunakotokea siko leo tuliko hapa, tunakotokea, naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu niseme wazi bila kutafuna maneno, tulikuwa tunasifika duniani na tunatamba kama transit port ya madawa ya kulevya. Roger Sianga nimefanya kazi naye yule pale, naomba usimame, alikuwa na upande wa pili, na heri yangu ilikuwa Senior Assistant Commissioner of Police, heri yangu Roger Sianga, tumefanya kazi naye kwa karibu sana. Wakati huo anajua mameli yale yaliyoonyeshwa hapa yalivyokuwa yako mengi, na meli za kutoka Iran wakati ule na kadhalika. Mengine atasema yeye, mimi siruhusiki kusema, lakini tulikuwa tunajulikana kama transit port ya madawa ya kulevya Tanzania, tulikuwa tukijulikana. Lakini Mheshimiwa, chini ya uongozi wako Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu, chini ya uongozi wake, leo Tanzania tumeondoka katika eneo hilo, na nimpongeze sana ndugu yangu Ataslimu kwa kueleza hapa na kutoa ahadi nzito ambayo sisi tutaendelea kumsaidia, kwamba anasema tuondokane nayo kabisa. La pili Mheshimiwa, mimi nilibahatika kukupokea kule Italy, nchini Italy ulikuja kunitembelea, nilikupokea. Lakini Italy nilipokuwa na hudumia kwa miaka mitatu, ilikuwa inaongoza kwa idadi ya wafungwa wa Tanzania. Wengi hawalijui hili, ilikuwa inaongoza kwa idadi ya wafungwa wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka mimi naondoka kule ilikuwa wafungwa 5 tu wa Tanzania walikuwa wamebakia kutoka 40 plus. Hiyo pia ni ishara mojawapo nzuri sana chini ya uongozi wako Mheshimiwa Waziri Mkuu, chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba kwenye eneo hili tumekuwa tukifanya vizuri. Salamu za mwisho na mashirika mbalimbali ya kimataifa ambao leo wapo hapa, na wengi zaidi tunaendelea kushirikiana nao, mabalozi wengi na nchi mbalimbali ambao tutawaleta zaidi. Msisitizo wao mmoja wa mwisho kabisa, wanasema kwenye masuala haya kila mmoja aliyewahi kutumia, aliyewahi kubeba, aliyewahi kushiriki ni ndugu yako, aidha jamaa yako, mjomba wako, shangazi yako, mke wako, mume wako. Kwa hiyo tusiwanyanyapae kwa kuwaona maadui. Ule mchezo ule uigizaji ulifanyika hapa, yule ni mtoto ambaye alikuwa na babake na mamake, na jamaa walikuwa wamemkamata wanakwenda kumchoma moto. Mamake angepata maumivu yale yale ambayo mamako wewe angepata, babake angepata maumivu yale yale ambayo wewe ungepata. Sasa niwaombe ndugu zangu wa Tanzania, tuondoke kwenye hii sifa ya tatu ya kuwanyanyapaa. Zamani ikitokea ajali mtu anaenda kusachiwa mfukoni kwanza, hiyo sio hulka na sifa ya Mtanzania.
tuondoke kwenye sifa hizo wa Tanzania, turejeshe sifa zetu ambazo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaziweka ndani ya nchi na nje ya nchi. Jana tumeona sisi tuliokuwa kule Maputo sifa alopewa rais wetu kule nchini Msumbiji, na wiki ijayo anakwenda Komoro. Yeye ndio mgeni rasmi katika sherehe za uhuru huko katika visiwa vya Komoro. Rais wa Msumbiji katika